Mbona kama wewe umekusikia sana hivi? Okay sawa. 01 52 72 88 20 700. Hiyo nitumie kwenye CRDB. Nisha kutumia. Tazama kwenye balance yako kama kuna kiasi kimeongezeka. Nimekutumia na kutolea. Hebu niangalie hapa. Nimeiona. Mbona umetumia milioni 7 sasa? Jali kijana, nilikuahidi milioni 5 lakini nimekuongezea milioni 2 kama pesa ya kutolea. Kijana, upo kwenye tafakari kubwa sana. Nikwambie tu, pesa niliyokupatia ni pesa ndogo mno. Hii ni pesa ndogo sana kama chembe ya haradali. Hii ni pesa ndogo mno. Yaani unajua, ukiwa na mimi mshangazi, nitakupatia pesa nyingi sana. Kazi yako ni moja tu. Shughuli yako ni moja, kunifanya mimi ni fly, ni enjoy, nihisi kama niko dunia ya pili. Yaani utaenjoy kijana wangu. Halafu pesa haihitaji watu ambao ni legelege. Inahitaji watu majasiri, watu mangangali. Hasa acha kuwa legelege mtoto wa kiume. Inabidi ng'ang'ane. Tumia fursa kijana. Yaani huyu bibi siji kampanini Bailam. Amemganda kweli kweli yani. Kwani hajaona wanaume wengine humu? Alafu ataka kuondoka naye. Wanaondoka kweli. Bailam. We, unaenda wapi na huyo mama? Bailam. Bailam, usiniache. Le patron de Patel. Mapenzi yanaumiza sana. Ni bora upige tungi tu uenjoy. Maana mapenzi bila pesa ni sawa na bure tu. Musofe. Wapi sia kama Pondela. Fikishe salamu hizi ndio Vinikomba. Mwambie ndo kwanza tunaanza. Alex, samahani. Jamani, namuulizia Bailam, sijamuona jamani. Wiki ya pili sasa hivi hajafika chuo. Si atakuwa wapi huyu mwanaume? Kwa kweli sijafahamu. Sijaonana na Bailam na takriban wiki 2 sasa. Lakini tunajua tuna Bailam mambo mengi, ule bisho ana mambo mengi sana. Yamkini anaweza kawa na mademu wengine kule. Na unajua kabisa fika kwamba Bailam ndio handsome boy darasa zima hapa. Kila mwanachuo hapa kwa dada wanampenda. Hadi wewe, mimi nashangaa sana Rose. Mimi nipo na wewe kila siku karibu hivi. Unashindwa hata kuniambia unanipenda kweli? Kila siku Bailam. Na istoshe, Bailam yuko na demu wake. Na kingine, Bailam anapenda mpaka na lecture. Sasa wewe nafasi yako utakuwa nafasi ngapi? Si bora wewe na mimi tu. Chefu, yani wewe mimi nikupende, Alex nakupeleka wapi? Wewe usiwote huo. Mimi kwa kweli haujanivutia hata chembe. Mimi nampenda Bailam. Yani Bailam nampenda kutoka moyoni. Japokuwa najua competition ni kubwa sana. Maana wadada chuoni hapa kila mtu anampenda Bailam. Kila mtu anampendea Bailam. Na hata yule demu wake yule, sijui hata amempata vipi. Mimi nashangaa Maria na bahati sana. Natamani Bailam angenipenda mimi. Lakini najua tu one day atakuwa wa kwangu. Nakuonea huruma sana Rose. Lakini kama umeamua kuchagua hiyo njia sawa, lakini mimi jimbo liko wazi. Siku yote ambayo utakao mchoka Bailam kumfikiria, kumwaza, utarudi kwangu. We Alex, acha kelele. Shikamoo mwalimu. Marhaba. Mbona leo darasani mko wachache hivi? Wengine wako wapi? Watu wameshajisahau. Wanakaa magetoni tu. Hawajui kwamba kuna kipindi kinaendelea. Naenda kutoa assignment. Na hizi marks nitakazozigawa hapa, nitaenda kuziongeza kwenye marks za end of semester. Atakayekosa hapa asije kanilaumu kabisa. Atarudia semester hii. Madam, samahani. Mimi nilikuwa na ushauri. Ungetoa hii assignment siku nyingine, maana ukiangalia leo tuko wachache na hii darasa watu tunakuwa wengi. Kwa watu wengi watakosa kufanya mtihani wa end of semester, haitopendeza. Na istoshe hata yule handsome boy hayupo. Alex, hii ni mwanzo masuala na mimi. Handsome boy, muda sana kuna handsome boy. Madam, umeshamsahau cheupe wako tena. Na maisha Bailam hayupo. Na ameniaga mimi kwamba anaumwa wiki 2 sasa amelazwa. Kumbe wasemea Bailam. Nishasahau jamani kama kuna cheupe huko ndani anaitwa Bailam. Maskini ya Mungu, kijana watu kumbe anaumwa. Sasa mbona Alex hakusema mapema jamani? Na wewe naumu, wewe ndo siala. Ungesema mapema jamani kama Bailam anaumwa. Jamani class, kutokana na tatizo lililotokea, nimeamua kususpend hiyo assignment. Assignment imeahirishwa, mtafanya baada ya wiki 2, sawa? Na nimewapa off, mtapumzika vipindi vyangu vyote, mtaenda library kujisomea. Na Alex,
ukitoka hapa nenda kamwambie Bailam kwamba mimi mwalimu wake wa darasa nampenda sana na ugue pole jamani. Tuonane jamani wiki ijayo. Jamani Alex wewe ni mjanja. Yaani mimi kwa kweli mwanaume sikuwezi. Wewe umetoka tu kuniambia kwamba Bailam haujaongea naye. Alafu sasa hivi unasema kwamba umeongea na Bailam mwanaume. Kwa kweli umejua kumpoteza maboya mwalimu. Usicheke hivyo. Wewe unadhani masiala? Huyu madam alikwenda kutoa assignment kweli. Na assignment zake unazijua zinavyokuwa nondo. Hesabu ngumu kweli yani. Na mimi mahesabu sijayasoma. Ungetegemea mimi ningejibu nini sasa? Mambo ya kwanza kupata 5 mimi sitaki. Mpaka leo nimeshajiandaa. Na mimi nijua tu weakness yake. Nikimtajia Bailam tu, mwalimu lazima ataamua kuailisha. Nikagonga pale pale kwenye msumari. Sasa hapa kichobaki nimpate Bailam nimpange. Kabla hajarudi hapa, akianza kuulizwa sasa akatoa maelezo tofauti na ambayo nimemuelezea madam. Bailam, jisikie uko nyumbani kwa kweli. Hapa mimi ndo kwangu, hapa ndo nyumbani, na mimi usiogope, mimi naishi mwenyewe tu hapa nyumba nzima hii. Kwa utakuwa unakuja, utakuwa unajimwaga kabisa kwenye hii nyumba uko peke yako tu. Sawa, jisikie uko nyumbani kijana. I say, unaishi nyumba kubwa kweli. Hii nyumba yote ni ya kwako hii? Yote nakaa peke yangu hii, manake ni nyumba ambayo nimeijenga kipindi cha zamani sana. Ni kipindi naishi na marehemu mume wangu. Kwa sasa naishi peke yangu hii nyumba na sina mtu mwingine kukaa naye. Ndio maana nikatafuta kijana dogodogo kama wewe uweze kunichangamsha kwenye hii nyumba. Sisi nikakaa mwenyewe tu humu. Ndio maana nikasema Bailam, usiwe na wasiwasi. Kama ni issue ya pesa, mimi nitakupatia pesa. Manake pesa ninazo nyingi sana na sina mtu kutumia naye. Nimekuona wewe, nikakuona umekaa na kile demu shamba kile. Kwanza wewe ni nani yule? Ni mpenzi wangu, anaitwa Maria. Mpenzi wako. Sasa kijana handsome kama wewe imetokea vipi ukapenda mwanamke kapuku kama yule? Inabidi uwe na mwanamke ambaye anakujaza pesa, mwanamke ambaye anajua kuzingatia, mwanamke anayejua thamani ya mwanaume. Mwanaume kama wewe shombe hivyo jamani, rangi ya mtume hiyo. Anakaje na wewe hivyo jamani kizembe? Anyway, mimi naenda kupumzika. Kama utahitaji chochote basi usisite kuniambia na feel free. Hapa kwangu wewe njoo tu muda wote. Mimi siwezi nikakuzuia, sawa? Okay, sawa, haina shida. A few moments later. So kuchuka huku jamani, nimechoka kweli yani mizunguko mingi leo. Sasa mgeni wangu, ngoja nimwandalie wala hata kuku aweze akala. Hata akienda kwake basi kidogo anakuwa ameenjoy. Hii nyumba anaishiji peke yake humu. Takuniambia humu hakuna mwanaume mwingine anaishi humu. Na ile picha ukutani ni ya nani? Hebu ngoja nikaangalie. Alafu nimuulize huyu nani kwenye picha huyu. Mpenzi, karibu. Nimeshakuandalia roast ya kuku na mayai. Ameonaje tena ile picha jamani, kwa nimeificha kule? Ameionaje huyu kijana? Leo. Heti, uliniambia kwamba unaishi peke yako. Sasa nashangaa kuona picha ya mwanaume. Tena mwanaume mwenyewe anaonekana ni mjeshi kabisa huyu. Vipi huyu nani kwenye picha huyu? Na ukiniambia kama kuna picha yote ya mwanaume umndani? Nikimwambia ukweli huyo nitampoteza sponsor wangu. Hapana. Huyo ni marehemu mume wangu. Nilikwambia kwamba kwenye hii nyumba nilikuwa naishi na marehemu mume wangu. Sasa alifariki maskini baba wa watu. Kwa hiyo picha ni ukumbusho tu. Tena sikupaswa hata kuiacha hapo sebleni. Itakiwa niweke mbali manake kile nikimkumbuka tu marehemu mume wangu, moyo unaniuma tu. Nakuwa najisikia vibaya kweli jamani. Basi samani. Usilie, haina haja kulia. Basi pole. Mume wangu jamani. Hapo usipokuwa mjanja hapa kila kitu kitaharibika hapa.